Nikukaribishe katika Viwanjani. Sio tu kwamba leo ni mwisho wa mwezi, lakini pia leo ni sikukuu. Yes, ni sikukuu ya Eid al-Fitr. Kwa hiyo ni moja kati ya sikukuu kubwa sana duniani na watu wengi wakifurahia siku ya leo kwa Tanzania na baadhi ya nchi kadha wa kadha. Na mimi nikukaribishe, lakini pia nikutakie sikukuu njema, sherehekea vizuri. Kama ni mtu wa kuzunguka hapa na pale, basi hakikisha unarudi nyumbani salama ili sikukuu isikuharibie funga yako yote ya mwezi mzima. Mimi ni Pascal Kabombe, karibu sana kwenye Viwanjani, na tutakuwa hapa pamoja na Hamisa Abdurrahman. Kwa sawa sawa? Salama kabisa. Heri ya sikukuu bwana. Eid Mubarak. Nijibu kwa Kiswahili, nijibu kwa inavyotakiwa. Eid Mubarak. Unajibu. Ngoja nikupe leo, zipo mbili. Okay. Kuna min alfaidhina, sasa hii min alfaidhina inajulikana sana. Hii inajulikana sana. Kuna ambayo inasema takabalallahu minna wa minkum. Hiyo ndio nzuri. Hiyo ndio nzuri. Niko na Faraji Mustafa. Yes. Bwana vipi? Safi kaka. Mambo yanakwenda? Mungu ni mwema. Heri ya sikukuu bwana. Asante sana. Na heri ya sikukuu na kwako pia. Shukran. Bila shaka mko vizuri. Tuko vizuri. Kwa majina yenu na la kwangu ni automatically mnatakuwa mnialike. Kabisa. Na tukifanya hivyo kuna siku chache sana hapa. Malipo ni hapa. Mambo yasije kama magumu kweli. Matukio makubwa ambayo pia yanakwenda kutokea kwenye wiki inayoanza kuanzia siku ya kesho, kwa maana tarehe 1 Aprili, mwezi mpya, mambo mapya na makubwa ndani ya Azam TV. Moja kati ya matukio makubwa ambayo yatakuwa live kupitia Azam Sports pamoja na ligi ya mabingwa Afrika, Mamelodi watacheza na Esperance de Tunis, lakini vile vile kwenye ligi hiyo Al Ahly wanacheza na Al Hilal, pia Pyramids wanacheza na AS FAR, wakati MC Alger watakuwa wanacheza na Orlando Pirates. Hiyo ni kati ya michezo mikubwa sana kwenye ligi ya mabingwa Afrika, kwa mashindano makubwa zaidi kwa ngazi ya vilabu barani Afrika. Lakini ukiacha hiyo, siku ya Jumatano pia kuna matukio mengine mengi makubwa, hususan kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo kuna matukio mengi kwenye kombe la Afrika, lakini vile vile kwenye ligi inaendelea kwa hapa kwetu Tanzania. Kwa kuna mchanganyiko hapo wa mambo, na yote yatakuwa live kupitia Azam TV. Kati ya hayo ni pamoja na mechi ya Tabora United dhidi ya Yanga. Hiyo ni siku ya Jumatano kwa maana ya Aprili 2, lakini kuna Fountain Gate wanacheza na Singida Black Star. Kombe la shirikisho Stellenbosch wanacheza na Zamalek, wakati Constantine wanacheza na Usma Alger, lakini vile vile Mimosa Asek wanacheza na Berkane, huku Al Masry wakicheza na Simba. Lakini kwenye Coppa Italia ni ile derby Madonida, ile AC Milan wanacheza na Inter Milan. Na mimi upande wangu unajulikana miaka yote tangu mwaka 1996 niko Inter Milan mpaka leo. Tukifungwa sawa, lakini tuna uhakika kidogo sinaweza kupata ushindi. Dabi ya kisasi. Dabi ya kisasi. Kwa mara 2 mfululizo. Kwenye finali ya Super Cup. Na kwenye mchezo wa ligi. Kwa hiyo hii ni mechi ambayo Inter anaenda kulipiza kisasi. Au muongea point. Upande wako. Lakini pia hata fomu yao inavutia. Ukiangalia na fomu ya AC Milan sasa hivi unaona kabisa wanapitia kipindi ambacho sio cha kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo ukiweka kwa pamoja, japokuwa ni dabi, lakini unaona kabisa kuna sehemu ina mwanga zaidi ambayo ni International Milan. Kwenye hizi mechi 4 za ligi ya mabingwa kuna ambao unatamani kuiona zaidi? Najua zote unataziangalia, lakini hii unasema hii mechi. Hiyo ya Mamelodi na Esperance. Hiyo mechi kwa sababu sasa hivi unajua msimu jana walivyokutana kama mizania ulikuwa umeelemea kidogo kwa Mamelodi, lakini sasa hivi kidogo kama timu zote zipo form. Kwa hiyo kuna hiyo, alafu kuna Al Hilal Omdurman na Al Ahly. Hiyo nayo hatari. Lakini hiyo ya Mamelodi na Esperance de Tunis itatupa picha nyingine, kwa sababu wakati Mamelodi anafungwa Miguel Cardozo alikuwa kocha wa Esperance, lakini sasa hivi Cardozo yupo Mamelodi anakutana na Esperance. Ni kitu gani ambacho anaweza kufanya cha tofauti kuelekea mchezo huu? Ndio utamu mwingine huo. Yes. Sasa bana, Alhamis pia kuna mambo mengine makubwa, ambapo Ken Gold watacheza na Azam FC, na kama Mungu akijalia baraka zake basi mechi nitaitangaza mie. JKT Tanzania watakuwa wanacheza na Dodoma Jiji. Hiyo ni siku ya tarehe 3 Aprili mwezi huu, kesho kutwa tu hapo. Na sasa kuna mechi nyingine pia siku hiyo, Kagera Sugar anacheza na Coastal Union. Nakumbuka Kagera Sugar pia na Coastal Union. Ni mechi nzuri ya kutazama. Kagera wamekuwa na fomu nzuri, mechi 3 Juma Kaseja kashinda zote. Sana na Coastal Union ambao wamekusanya sare nyingi. Mechi kweli. Hiyo mechi hapo.
Tuingie kwenye soka letu sasa kuangalia habari mbalimbali za kimichezo kwenye soka letu la Tanzania humu ndani nchini kwetu. Nini hasa ambacho kimetokea kwa wiki nzima? Najua tangu mara mwisho siku ya Ijumaa mlivyoachana kwenye viwanjani mpaka leo Jumatatu kuna mambo mengi yametokea na mengine yanakwenda kutokea. Tuanze na Simba Sports Club ambapo klabu ya Simba imeendelea kujifua mjini Ismailia nchini Misri tayari kuikabili Al Masry kwenye robo finali ya kombe la shirikisho Afrika kesho kutwa siku ya Jumatano. Simba iliondoka nchini siku ya Ijumaa kuelekea Misri ili kupata muda wa kutosha kujiandaa na mchezo huo. Mwenzetu Hassan Ahmed pamoja na Shishila Mzava wako mjini Ismailia na kutujuza kila kinachoendelea kabla ya kuungana nao. Tutazame kidogo mchezo huo kiufundi kwa namna ambavyo upo, kwa namna ambavyo nyewe mnauona. Hawajacheza muda mrefu, zaidi ya miaka kama 6 hivi ndo wanakuja kukutana tena. Kuna kwa mlivyoona kwenye hatua group stage na sasa Simba wana nafasi kiasi gani? Na cha kwanza naweza nikasema kwamba Simba wametumia ukubwa wao kufika paka hapa ambapo wamefika, kwa sababu binafsi hata wasingefika pia nisingeweza kuwajaji kutokana na ambacho kinaendelea katika timu yao. Badilisha kundi kubwa la wachezaji ni ngumu sana, au unaweza kumsifu sana Fadlu kwa hiki kipindi kifupi kuweza kuwapatia wachezaji combination na wanacheza sasa hivi uwanjani unaona wanacheza kama timu. Kwa sababu nenda kaangalia kwenye kikosi cha Simba kuanzia golini kuna mabadiliko. Sasa hivi Musa Pinpin Kamara ambaye amechukua nafasi ya Aishi Manula. Kwenye eneo la ulinzi pale mabeki wawili wa katikati ni Chefo ndo Malondo pekee ambaye amebakia pale. Wote ambaye ameingia Abduraza Kamza pamoja na Karabo Chamu, wote wale ni wageni. Nenda kwenye maeneo ya pembeni angalau pale ndo unaweza kukuta wachezaji ambao tayari ni waandamizi. Kwenye eneo la kiungo pale Fabrice Luamba Ngoma ndo pekee ambaye amebakia, lakini kuna Yusuf Kagoma ambaye ni mchezaji mgeni. Joju kwenye eneo la namba 10 Jan Chazahu yule ni mchezaji mpya. Eneo la winga wa kushoto Elim Panzu ni mchezaji mpya. Angalau kwenye upande wa kulia ambapo yupo Kibu Dennis ambaye ni mwandamizi. Kwenye eneo la washambuliaji wa kati wote wawili ni wachezaji wapya. Utamzungumza Steve Mukwala pamoja na Lionel Ateba Mbida, wote ni wachezaji wapya. Si rahisi kama ambavyo inatazamiwa kuweza kuwasaidia hawa wachezaji kujijenga kwanza kucheza kama timu kwa kipindi hiki kifupi, kwa sababu ambacho unaweza ukakiona kinajidisplay sana uwanjani ni uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, lakini kwa mpaka sasa hivi unavyoiona Simba mwanzo walikuwa wana struggle, lakini sasa hivi unaiona kwanza clear idea ya mwalimu ni namna gani ambavyo anahitaji timu yake icheze kuanzia nyuma, shape yao ya ujenzi wa mashambulizi na kwa vipi paka wanafika kwenye lango la mpinzani, timu inajilinda vipi pale ambapo haina mpira, yani ile identity ya Simba tayari Fadlu ameshaiweka pale na unakwenda kuiona. Kwa hiyo kuelekea kwenye mchezo sasa dhidi ya Al Masry ambao na wao angalau kwa msimu huu kuna fomu fulani ambayo wameimaintain. Mara nyingi huwa tunasema huko kwenye kombe la shirikisho kila msimu unakuta timu zinabadilika sana, kwa sababu zile timu zinazofanikiwa kuingia top 4 pale huwa haziwezi kuweza kushikilia ile nafasi. Unakuta ameingia msimu huu, msimu unaofuata hawapo kabisa katika eneo hilo, lakini ukiangalia Al Masry sasa hivi si hawapo katika nafasi mbaya. Imagine una Giants watatu pale, una Pyramids, una Ahli, una Zamalek, alafu wenyewe hapo chini yake na pia hata kwenye michezo ambayo wamekutana nao kuna michezo ambayo wametoa sare dhidi ya Pyramids. Kwa hiyo unajaribu kuona ni timu ya namna gani, ingawa sasa kiufundi uchezaji jinsi ambavyo hizi timu zinacheza, Al Masry ni moja ya timu ambazo zimejidhatiti sana katika aina ya uchezaji ya timu zinazotokea kaskazini, kwamba ni timu ambayo inacheza zaidi katika mipira mirefu na hata ukijaribu kuangalia kwenye michezo yao ya group stage michezo mingi sana walikuwa wanazidiwa possession. Kwa hiyo inakuonyesha ni timu ambayo muda mwingi haibezi zaidi katika kuposesi mpira, ila hapa nyuma wakiwa wanafanya build up wataanza nyuma whether na mabeki wao wawili, fullbacks wao watakuwa wanatanua pembeni, wanasogea juu kidogo karibu na eneo na kiungo chao, alafu wanapiga pasi chache hapa nyuma, alafu mipira inapigwa pembeni kwa wingers wao ambao wana uwezo wa kupokea mipira, yani touch zao za kwanza wanaporeceive mpira ni nzuri, sababu watu tunasema touch ya kwanza ndio ina define ni nini ambacho unakwenda kukifanya baada ya tukio lile. Na plani yao ya pili ni kupiga mipira mirefu kwenye boxi hizi cross, kutokana pia na washambuliaji wao ambao wanacheza katika eneo la kati ni washambuliaji ambao wana vimo. Kwa hiyo na hata magoli aina ya magoli ambao wamekuwa wakifunga magoli ya namna hiyo.
unakwenda kucheza dhidi ya Fadlu Davids ambaye kwenye michezo kadhaa ya group stage ambayo ameicheza katika viwanja vya ugenini, mchezo dhidi ya CS Constantine, mchezo dhidi ya CS Sfaxien na mchezo dhidi ya wale wa Angola Bravo de Maquis. Ile michezo yote jinsi ambavyo aliicheza, alionyesha kwamba huu ni upande wangu wa pili ninapocheza ugenini, kwamba anacheza zaidi katika settled defense. Sema settled defense ni aina fulani ya block ambayo haukabii juu sana, haukabii chini sana, kwa sababu ukikabia chini na maana unakaribisha zaidi wapinzani katika eneo lako. Wanakabia kidogo katikati, na kuna baadhi ya michezo, kwa mfano kama mchezo dhidi ya CS Constantine, aliamua kwenda na walinzi watatu wakati pale ambapo timu ikiwa ina mpira, unamuona Abdulrazak Hamza anatoka pale chini, anaenda kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo ilikuwa inaifanya eneo la katikati ambayo tunasema ndio eneo linalozalisha sana magoli, inakuwa liko compact sana kuweza kufikika. Alafu baada ya pale sasa, ina maana mpinzani wako anapokuwa anazuia zaidi katika eneo lake, means inakubidi wewe uwe na distribution ya wachezaji wengi sana kwenye eneo lake ili uweze kumunlock na uweze kumatch ile numerical advantage ya kwake ambayo yuko nao kwenye eneo la ulinzi. Kwa hiyo Simba wanatumia advantage hiyo kwamba mnapokuwa mnasogea sisi tutapiga mipira nyuma yenu. Ndio maana kama unakumbuka goli ambalo alifunga Mohamed Hussein kwenye mchezo dhidi ya CS Constantine, ni matunda ya kucheza katika namna ile. Na si vile tu, ule mchezo hata kama wangekuwa makini, yawezekana wangepata magoli mapema kabla ya CS Constantine, kwa sababu kuna move kadhaa za counter attacks ambazo walizifanya, lakini nyingi ziliishia kuwa kwenye mikono ya golikipa na nyingine ziliishia kuwa ni goal kick. Kwa hiyo kwenye mchezo huu unakwenda kukutana na Simba ambayo imeendelea kujijenga zaidi, si kama ile ambayo ilicheza dhidi ya CS Constantine. Ulikuwa unaona zaidi performance ya mchezaji mmoja, lakini ule kucheza kama team unaona kumepungua. Plus kuna ingizo la Elie Mpanzo ambaye kuna kitu kikubwa sana amekwenda kukiongeza. Binafsi simuoni akicheza kama winga wa kushoto, namuona akicheza zaidi kama playmaker wa timu, kwa sababu toka alipoingia ndani ya Simba ni mchezaji ambaye anakupa assurance kwamba muda wote mipira inadondoka katika box. Yaani ni yale aina ya wingers ambao yeye akiwa kama ni fullback ambaye unamkaba, kazini kwako kuna kazi, sababu yeye muda mwingi anapokuwa na dribble mpira, yeye hafikiri kupiga back pass. Muda wote yeye anafikiria zaidi kudondosha mipira kwenye box. Kwa hiyo inamfanya kwenye box anacheza zaidi striker ambaye ameanza, whether ni Mukwala au Lionel Ateba pamoja na Jean Charles Ahoua. Sasa hivi Ahoua anacheza kama namba 10. Anacheza kama tunasema shadow striker, anacheza nyuma ya mshambuliaji. Maana unamuona muda mwingi sana mipira inapodondoka kwenye box, yeye anakuwa pili kuiokota kama second ball baada ya mpinzani kuweza kuicheza, au first ball inapokuwa imepigwa cutback. Kwa hiyo ninavyotazama mchezo, naamini kwamba Fadlu ataenda na plan ile ambayo aliitumia kwenye michezo ile, kwamba nijilinde zaidi, alafu nitatafuta namna ya kuweza kuwafungua katika kujibu mashambulizi pale ambapo wanaupoteza mpira. Sasa kuna namna yoyote ambapo Simba kwa kuanzia ugenini na kumalizia nyumbani? Tulizoea mara nyingi huwa tunaanzia nyumbani alafu tunamalizia kaskazini. Lakini kibao kimepinduka, Simba kaja kushirikishwa amekuwa mkubwa kuliko wengi waliokuta huku. Kwa hiyo yeye anaanzia kule anakuja kumalizia nyumbani. Kuna faida yoyote? Maana mara nyingi ulikuwa ukitoka sare hapa huku kushinda moja, sio garantia wewe kupita, maana kule watakupiga nyingi. Kuna advantage yoyote kwa Simba na wanaweza wakaitumia vipi? Yes, naona hilo. Kuna hiyo faida ya kuanzia ugenini, na namna gani ambavyo wanaweza kutumia sasa dakika 90 zile za ugenini kuandaa mechi inayokuja. Kwa sababu naamini kabisa video analyst wa Simba plus kocha watakuwa tayari wamefanya research nzuri kujua namna ambavyo Al-Masry wakiwa nyumbani wanachezaje, kwa sababu timu nyingi huwa zinabadilika kutokana na mazingira wanapocheza. Yaani umeona alichongea Misa kwamba Simba away wanakabia kama kwenye mid, sio low sana, katikati. Maana yake wanakupa sifa nyingine, lakini wakiwa nyumbani unaona wanaanza kufanya pressing juu. Kwa hiyo hata Simba naamini hili inaweza kawa ameshalifanyia kazi kujua michezo tofauti ya Al-Masry wakicheza kwenye uwanja wao nyumbani wana display vipi. Kwa hiyo inakuwa sasa baada ya kusoma kazi inafanyika vipi kwenye kiwanja cha mazoezi kuendea mchezo. Kwa hiyo kwenye faida kubwa kabisa naamini hilo ni jambo la kwanza, kuangalia namna gani wanaweza kuanza kucheza. Endapo watakuwa wamegundua labda wanakabia sana juu, ni namna gani ya kupunguza hatari ya kukabia juu kwa mpinzani. Maana yake kocha anaweza akaja
na back 3 kwa mfano. Ilimradi awe na watu wengi chini, ilimradi ikitokea wanakabia juu zaidi awe na spare man. Yaani wakati una presi wawili kwa kuna mtu mmoja ya ziada. Sana sana kuna moment ambazo unamuona Fabrice Luamba Ngoma anavovunja high line pressing ya timu pinzani kwa kuingia in between center backs ambao wanakuwa wametanua yeye kuingia katikati kutoa passing option kwa golikipa na kuwa na muundo ambao unaonekana watu watatu zidi ya wawili ambao wana press. Kwa hiyo timu inakuwa ina uwezo wa kutoka haraka kwenye nini, kwenye eneo lao kwenda eneo la katikati mpaka eneo la mwisho. Kitu ambacho nategemea kuona ni vitu viwili vya msingi. Kwenye eneo la ulinzi nategemea kuona ama inapaswa Simba wafanye kitu cha msingi kupunguza spaces baina ya wachezaji ambao wataunda ile idara ya ulinzi na kuweka kitu ambacho tunaita ni horizontal compactness. Ukaribu baina ya mchezaji mmoja wa idara ya ulinzi, maana yake fullback na center back wa kulia na kushoto hivi kukiwa karibu zaidi, maana yake utamnyima mpinzani ambaye mara nyingi either apende kudondosha mipira ya crosses ama apende kupiga pasi za kupenyeza through balls, uingilie kwenye zile njia zao za mpira. Maana yake ukiingilia umeshaua move, unaokota mpira unaenda kufanyaje kwa kushambulia wewe. Kingine ambacho unakitegemea ni ukaribu kwenye ile mistari mitatu, vertical compactness. Ukaribu baina ya forward line ambao sisi ndo tunaamini ndo sehemu ya kwanza ya kukaba kuliko defenders, kwa sababu kama tunakabia juu maana yake watu wetu wa kwanza kukaba ni strikers. Kwa hiyo mstari wa juu plus mstari wa katikati na mstari wa mwisho uwe karibu kiasi cha kwamba endapo tutapitwa kwenye mstari mmoja, mpira utapodondoka mstari wa pili si tu wa kwanza kuokota mipira tuweze kuipeleka tena sehemu sahihi. Kwa hiyo hicho nafikiri ni kitu cha msingi zaidi cha kufanya kwa Simba na wanaweza wakafanikiwa, kwa sababu hata kwenye numbers sio kwamba wanafunga sana. Ukienda kwenye msimamo wa wafungaji bora wa ligi ya Misri, mshambuliaji ambaye anaongoza kutoka Al Masry, Karim Bambo, ana magoli 3. Yaani ndio ana magoli mengi kuliko wachezaji wote kwenye eneo la mwisho. Magoli yao yamegawanyika. Magoli yao yamegawanyika, lakini pia sio mengi sana. Lakini pia wanaruhusu. Yaani mpishano wao wa kufunga na kufungwa sio mkubwa sana. Kwa hiyo maana yake inawezekana wakati wewe unasema unakuja kwetu na sisi tukija kwako tunaweza tuka unlock defense line, tunaweza kufunga. Sawa. Yes. Tukaangalia michezo ya timu hizi kabla ya kukutana, mechi 5 zilizopita kwenye ligi zao na michezo tofauti. Walicheza na National Bank wakatoka sare, walicheza na Z wakatoka sare, walicheza na Pyramids wakatoka sare, lakini mchezo wa kwanza na National Bank walipoteza Al Masry, lakini pia walishinda mchezo mmoja tu. Katika michezo 5 wameshinda mchezo mmoja tu Al Masry dhidi ya Modern. Yeah. Na unaweza kaona graph kama si nzuri sana kwao. Ila mimi mara nyingi nasema michezo ya ligi inaweza isikupe reflection kamili, yani ni kitu gani ambacho mtu atakifanya kwenye knockout, sababu kumbuka knockout ni dakika 90. Kwa hiyo mtu anaweza kujipanga kwa hizo dakika 90 ni kitu gani ambacho nitakwenda kukifanya, na pia hatoingia kama ambavyo anacheza kwenye mchezo wa ligi, sababu ukiangalia hapo mchezo sijui dhidi ya Zedi, hii mchezo dhidi ya Modern, yeye ndo mchezo sijui dhidi ya National Bank, yeye ndo anaingia kama timu ya kwanza uwanjani. Kwa hiyo na maana mpinzani na kuangalia wewe unafanya nini kwanza, alafu mimi nitakujibu katika mantiki ipi. Kwa hiyo inawezekana ikatoa picha halisi ya mchezo husika au isitoe picha halisi, depending tu na mwalimu atajiandaa vipi kwenye uwanja wa mazoezi kuikabili Simba, kwa sababu Simba dhidi ya Al Masry, obviously Al Masry anaingia uwanjani akiwa timu ya pili. Na pia kwenye hiyo michezo 5 inakupa picha pia kwamba ndani ya michezo 5 4 wameruhusu, mmoja ndio ametoka sare, yani zile tasa ya 0-0 ambao hata wenyewe pia hawajafunga. Hao hawajafunga na hawajafunga, maana yake unapata picha pia kwamba wakati wanafunga tunarudi pale pambana chochote kitu kinaweza kupatikana. Ni kukaza tu. Tuende kwenye michezo 5 ya Simba Sports Club na wenyewe kwenye ligi ya ndani au kwenye michuano mbalimbali ambayo ni ya ndani. Simba wakishinda dhidi ya Big Man, wakashinda 6 dhidi ya Dodoma Jiji, goli nyingi kweli. Coastal Union wakashinda Simba 3, sare ya 2-2 na Azam, na walishinda 3-0 pia dhidi ya Namungo. Ukiangalia hapa unakuta mechi na Azam ndo ilikuwa vuta ni kuvute, lakini nyingine ameruhusu magoli kwenye michezo 2 tu hapo. 2 Jana mmoja wa ligi na mmoja wa CRDB. Sasa najaribu kuonyesha kwamba
Simba ni timu ya namna gani kiulinzi, na ndio maana ushangai kwamba ni timu pekee ambayo imeruhusu magoli machache kwenye ligi kuu. Kwa hiyo ni kazi kidogo kwa Al Masry kuangalia namna gani ambavyo wanaweza waka unlock Simba. Sababu jaribu kuangalia 16 hivyo. Mchezo dhidi ya CS Constantine, magoli yote ambayo Simba wamefungwa ni magoli ambayo yanatokana na makosa yao ya kiulinzi. Yes. Kama nakumbuka goli la kwanza lilipigwa kona, Abdurazak Hamza ule mpira ukamgonga akaingia golini. Goli la pili wanafungwa ilikuwa Chefo ndo Malone ameshindwa kuosha mpira wa kwanza, mpira wa pili ukadondoka kwa mpinzani, hakusubiri wala kudribble wala akapiga pale pale. Mchezo dhidi ya CS Sfaxien, goli la kwanza makosa ya Chefo ndo Malone. Goli la kwanza dhidi ya FC Bravo makosa ya Chefo ndo Malone. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba Simba yani kimuundo ule wa timu kiulinzi bila mpira wako vizuri, wanafanyia sana kazi uwanja wa mazoezi. Ndio maana kuwafungua Simba au kufungua magoli yanayotokana na makosa ya kimuundo ni machache sana. Ila wao magoli ambayo wanafungwa ni kwamba yanatokana na makosa ya wachezaji wenyewe. Kwa hiyo ikitokea sasa siku wachezaji wakapunguza yale makosa ambayo wanayafanya, kuna ugumu ambao mpinzani ataupata kwenye kuwafungua Simba. Msimu huu binafsi goli ambalo nimeona Simba wameruhusu linalotokana na makosa ya kimuundo ni goli moja tu dhidi ya Azam. Goli ambalo lilifunga Zidane Sereri. Lile kweli lile unaweza kusema ni mapungufu mazima ya muundo, kwa sababu wakati wanafungwa lile goli walikuwa kwenye shape yao ile ambao wanaanza nayo ya 4 2 3 1. Kwa hiyo kiukweli kwa Al Masry kuna ugumu, ila pia inabidi Simba wafanye kazi sana kwenye mipira ya kutenga, sababu ndio magoli ambayo wamekuwa wakiruhusu zaidi na ndio ubora wao wapinzani wa masasa wanatoka ukanda wa kaskazini. Bila shaka watafanya hivyo. Na mwenzetu ambaye amesafiri na timu hiyo Hassan Ahmed amezungumza na mashabiki wa Simba waliopo Ismailia nchini Misri kuelekea kwenye mchezo huo, na hiki ndicho ambacho walikisema. Kikosi kazi cha Azam TV bado tumekita kambi hapa Ismailia nchini Misri, ambapo Simba Sports Club, mfalme wa nyika na mnyama mkali wa mwituni, atakuwa na kibarua kizito kweli kweli atakapokuwa na vana dhidi ya Al Masry, mchezo wa kombe la shirikisho Afrika, hatua ya robo finali kutafuta hatua ya kutinga nusu finali. Hapa Ismailia Misri na kutana na mashabiki wa klabu ya Simba waliosafiri kutoka mikoa tofauti nchini Tanzania, na wao watakwenda kujitambulisha majina yao kisha kutuambia mambo yanasemaje. Safi kabisa, salama. Tuko timamu. Babu. Mambo vipi? Poa. Uko fresh eh? Fresh. Bwana vipi ya bibi? Safi kabisa. Mambo yanasemaje? Fresh kabisa. Mzee wa Geita? Ndio. Uko fresh eh? Niko fresh. Hawa ndio mashabiki wa Simba ambao wametoka Tanzania kwenye maeneo mbalimbali kwenye mikoa tofauti tofauti, na wamekuja hapa Misri. Watatuambia wao wametoka maeneo gani na kipi ambacho kimewasukuma kufunga safari kutokea Tanzania mpaka kuwasili hapa Misri. Bana, majina yako kwa faida ya watazamaji ambao wanafuatilia kwa sasa. Kwa majina yangu naitwa Manjari Magambo. Mimi natokea mkoa wa Geita. Nimekuja hapa Ismailia Misri kuja kuisupport timu yetu pendwa, timu ya Simba ambayo kwa ujumla inawakilisha nchi katika mashindano ya kimataifa. Hivyo tumekuja kuipa support na kuipa nguvu ili wajue Watanzania na washabiki zaidi ya mamilioni ya waliopo kwenye nchi yetu ya Tanzania, lakini walioko dunia kwa ujumla, tunaunga mkono na kwa support wachezaji wetu. Safari ilikuwaje kutoka Geita, Dar es Salaam, Cairo, Ismailia? Safari tunamshukuru Mwenyezi Mungu, safari ilikuwa nzuri. Tumeanza safari yetu Geita, lakini ni washukuru na kuwapongeza viongozi wa Simba kwa sababu wao ndio wameandaa, wameturatibu mpaka kufikia hii hatua, wametupa ushirikiano mkubwa, na mpaka hata maisha tunayoishi hapa Ismailia yako chini ya viongozi wa Simba. Kwa hiyo tunawashukuru na kuwapongeza sana. Safari ilikuwa nzuri, tumefurahi, tuko pamoja na wachezaji, tuko pamoja na viongozi. Kwa kweli safari ya Ismailia, niwaambie tu washabiki wenzangu waliopo Tanzania, tumeenjoy na tumefurahi, na morali iliyopo kwenye timu inatupa sisi faraja na kujua kwamba timu yetu hakika hii tutavuka. Huyu ni Manjari Magambo, kama ambavyo umemsikia, amesafiri kutokea Geita mpaka Ismailia kuifuata Simba. Hapa nimekutana na kijana mdogo ambaye nimeambiwa jina lake la umaarufu anaitwa Babu. Babu, mambo vipi? Poa. Wewe unaitwa nani, majina yako yote matatu? Zahab Habib Mchange. Wewe ni Zahab. Zahab, niambie, hii ni mara yako ya ngapi kusafiri nje ya Tanzania? Kusema kweli ni mara ya kwanza. Kutoka Tanzania kuja Misri? Yeah, ni mara ya kwanza. Niambie, umeonaje mazingira ya hapa? Ni friendly na mazuri. Umeyapenda? Kipi ambacho kimekufanya na wewe umekuja Misri pengine? Kwa sababu hata mwaka jana ukikompea na mwaka huu sio sawa. Sababu mwaka jana tulikuwa ni
tuko vizuri, lakini sasa hivi tumefanya kazi na tumekuwa vizuri zaidi. Kwa nini kufanya uje hiyo sasa? Ndio. Niambie, wewe ni shabiki wa Simba kindakindaki? Ndio. Kwa nini unashabikia Simba? Kwa sababu naipenda na pia ni timu ambayo ni timu ambayo inaweza haifanye vizuri msimu lakini ikamprove msimu unaofuata. Ndio maana naipenda. Sawa sawa, umekuja na nani? Na baba. Okay, sawa. Tutazungumza naye baadaye. Bwana Mr. Mchange vipi? Safi kabisa. Mambo anasemaje? Mungu ni mwema. Dar es Salaam to Ismailia sio safari ndogo. Ndio. Nini ambacho kimekusukuma moja kwa moja kutokea Dar es Salaam mpaka umewasili hapa Ismailia? Moja ni kuwa sehemu ya historia ya mabadiliko na mageuzi ya mpira Tanzania. Unafahamu Simba ndiyo klabu ya kwanza kusini mwa jangwa la Sahara kuwafunga na kuwaondosha Waarabu kwenye mashindano. Utakumbuka mwaka 2003 Simba ya kina Matola, kina Kaseja, kina Kaniki kipindi kile na wengineo kina Ulimboka waliondosha Zamalek iliyokuwa mabingwa mara 3 kwa klabu bingwa Afrika na kufika robo finali. Na hisia zangu zinaniambia kwamba mwaka huu Simba inaandika historia nyingine ya kuvuka kwenda hatua inayofuata ya nusu finali, na nimeona inawezekana kabisa historia hiyo ikaandikiwa huko Misri. Kwa hiyo nimekuja mimi kuwa sehemu ya watu walioshiriki kushuhudia Simba ikiandika historia ya kuvuka baada ya miaka 6 kukaa kuishia robo finali. Mwaka waliovuka kwenda nusu finali na kuendelea, na mimi nilikuwepo ilipovuka. Hiyo ndio kikubwa kilichonileta. Na nimeona umewatana na Zahab kutoka Dar es Salaam mpaka umewasili naye hapa Ismailia. Pengine kipi ambacho kimekusukuma? Bado mtoto mdogo na anaonekana kuwa ni shabiki wa mpira na anaipenda Simba. Ndio. Ni moja ni kwamba ni mimi kama mzazi marehemu baba yangu aliniachia urithi wa kuipenda Simba. Miongoni mwa vitu baba yangu alinirithisha ni kuipenda Simba. Na mimi nani nisimpe haki yake mwanangu. Mwanangu anapenda Simba na bahati nzuri polikizo. Nimeona twende, sababu na mimi niende, nikasema twende. Na kama alivyosema Magambo hapo kwamba Simba wetupa ushirikiano mzuri, wameturahisishia namna ya kufika. Kwa hiyo Zahab ni mshabiki wa Simba na ikimpendeza Mwenyezi Mungu lazima tujiandae kurithisha watoto wetu kusimamia hizi clubs. Anaweza akaja kama mchezaji na akachezea Simba. Kabisa. Anaweza asicheze Simba, labda Simba uzeeni. lakini ni mvema kuwafanya watoto wakawa na sense of ownership ya klabu yao. Unajua ukizungumza Simba unazungumzia nchi. Na kama Simba ni nchi, ni lazima sisi kama wananchi wakazi wetu tutoe mchango wetu katika kuilinda na kuendeleza. Ndio. Sawa sawa, lakini pia tunaye shabiki mwingine. Sogea kidogo hapa ili tuweze kupata picha nzuri sana. Mambo vipi? Safi kwema. Mbona umepoa? Nimetulia ubaridi huko. Kuna kaubaridi fulani hivi. Tuambie majina yako kwa faida ya watazamaji na umetokea wapi? Kwa majina naitwa Daudi Mario Kasanga, nimetokea mkoa wa Geita. Nimekuja mpaka Misri. Umeifuata Simba? Nimeifuata Simba. Tuambie kwanza safari ilikuwaje kwa jumla wake? Safari ilikuwa nzuri, tumeenjoy, tumepokelewa vizuri na viongozi wa Simba, wanatuhudumia vizuri, tunaenjoy. Simba iko hapa inatarajia kucheza dhidi ya Al Masry kwenye hatua ya mchezo wake wa kwanza robo finali kombe la shirikisho Afrika. Namna ambavyo umetazama mazoezi ya Simba tangu tumewasili hapa Ismailia mpaka hivi leo, nini ambacho umekiona na una kipi cha kuambia mashabiki wenzio kama wewe ambao na wanachama wa klabu ya Simba ambao wana shauku kubwa ya kutaka kufahamu? Kwa kweli morali Simba wanayo na tumeona wamejiandaa vizuri. Tuna imani kwa kudra za Mwenyezi Mungu tutashinda. Magambo, nilikukatiza pale mwanzoni. Nataka tufahamu sasa, Simba hii imeonekana kuwa ni tofauti kabisa. Mwalimu Fadlu Davis anasema wakati anakabidhiwa kikosi cha Simba kulikuwa kuna wachezaji baadhi yao hawakuwa na uzoefu kwenye mashindano ya CAF. Lakini kadiri siku zinavyokwenda imeonekana Simba inabadilika hatua moja kwenda hatua nyingine. Wewe unaonaje? Mimi kwanza nichukue tu nafasi kumpongeza kocha wetu kwa sababu alikabidhiwa kikosi kikiwa kipya. Na moja, hata ukisikiza viongozi wetu walivyokuwa nasema tulikuwa tunajenga timu. Na timu inajengwa na wachezaji walio wengi kwenye kikosi chetu cha Simba ni wapya. Ni mwenzetu huyo Ahmed Hassan ambaye yuko kule Ismailia Misri
na atatuendelea kutupatia habari mbalimbali tu zinazoendelea kule kwenye kambi ya Simba mpaka siku ya mchezo, kwa maana ya siku ya Jumatano. Hongera kwa mashabiki ambao mmesafiri kule, hongera kwa kijana ambao umekwenda kule. Vile ndivyo inavyotakiwa. Mpira unatakuwa na upendo ukianzia mdogo sana, ili ukiwa mkubwa ndo unakuwa kindakindaki. Kwa sasa ndo unaanza ule upindakindaki kujijenga. Kwa hongera kwa wote ambao mmekwenda huko. Najua wengine wamebaki Tanzania, lakini wanaiombea Simba iweze kufanya vizuri na kusonga mbele na kuvuka kikwazo hiki ambacho kimeonekana kidogo kwa miaka kadhaa kama kimekuwa kigumu kwake kukitafuna, lakini kwa msimu huu inshallah watu wakiomba dua leo na siku ya sikukuu huenda mambo yakawa mazuri pale kwenye klabu ya Simba na kusonga kwenye hatua ya nusu finali. Hongera kwa wote ambao wamesafiri, lakini hongera pia kwa wale ambao wanaendelea kuiombea dua timu yao. Kila laheri Simba. Siku Tanzania tunaombea muweze kufanya vizuri, mrudie yale ya 2003. Ni miaka mingi sana imepita, lakini mnaweza mkafanya jambo. Tutoke huko sasa na tuwekee kwenye mitaa ya Twiga na Jangwani, ambapo majuzi Yanga imetinga robo finali ya kombe la shirikisho la CRDB baada ya kuichapa Songea United kwa magoli 2-0 juzi Jumamosi kwenye uwanja wa KMC hapa jijini Dar es Salaam. Magoli ya Yanga katika mchezo huo yakifungwa na Duke Abuya na Jonathan Kangalombo. Kiungo mshambuliaji wa Yanga Pacome Zouzoua, yeye alichaguliwa kuwa nyota wa mchezo huo. Mustafa, kiwango cha Yanga kwenye mchezo huo pengine kwa namna ulivyokiona, pamoja na kwamba anacheza na timu ya Championship, lakini si haba kwenye ligi yao na wenyewe hawako mbali sana. Yes, walicheza vizuri na ndio maana waliweza kupata matokeo. Lakini kwa aina ya wachezaji ambao wapo Yanga na matokeo ambayo yamepatikana, unaweza kusema labda ilibidi wapate zaidi. Lakini sasa kwenye kupata zaidi maana yake ndio unakuja kuangalia ni namna gani wapinzani walicheza. Ukiangalia kwa mfano dakika 20 za mwanzo, golikipa wa Songea United Hatibu Mbwana alichokifanya ndio unaweza ukasema ni sababu moja wapo ya Yanga kupata magoli 2 ndani ya dakika 90. Alikuwa na nyakati nzuri sana kuokoa mashuti ambayo moja kwa moja yalikuwa yanaenda golini. Kwa hiyo unaweza ukatoa credit moja kwa moja kwa golikipa. Lakini pia licha ya kufungwa, unajua kuna mechi timu zinaingia, unajua kabisa possibility kubwa kushinda ipo sehemu fulani. Ikitokea tofauti maana yake ni mpira wa miguu unadunda. Kwa hiyo story kubwa ingekuwa kama Songea kumfunga Yanga, lakini Yanga kumfunga Songea sio story kubwa. Lakini nimependa namna ambavyo vijana wa Mingange Meja, namna ambavyo mstaafu Abdul Mingange ambavyo waliweza kumanage baadhi ya matukio yale ambayo walikuwa wanaonekana moja kwa moja wamezidiwa. Kwa hiyo walipokuwa wanacheza comfortable wakiwa na mpira, wanavyopasia, yani unaweza kusema kwamba wamerelax ile kiasi cha kwamba hamna pressure. Kwa timu lazima ukiwa bila pressure maana yake kupasia sehemu sahihi unapasia. Ni yale makosa madogo madogo ambayo yanakutofautisha sasa na wakubwa. Na ukiongelea wakubwa maana yake naongelea quality, daraja la wachezaji ambao wanapatikana ndani ya Songea na ambao wanapatikana ndani ya Yanga. Kwa mfano, goli la kwanza ambalo wamefungwa Songea ndo inatoa picha kwamba wakati unapopoteza mpira unapocheza na Yanga unakuwa sehemu hatari zaidi, kwa sababu Yanga mara nyingi wasipokuwa na mpira wanaweka sana pressure kwenye eneo lenye mpira. Yani timu pinzani inapomiliki wanaweka pressure, wana close ile spaces ambazo unaweza ukapasia, ukipiga sehemu pasi na kuamkaa watu wanaiokota wanaenda kushambulia. Ukiangalia goli ambalo Pacome ametengeneza, walianza kukosea wakati Songea United tayari wote wako nusu ya uwanja wamesogea. Maana yake muundo wa ulinzi wa timu kwa ujumla umebadilika. Ile formality ya watu wanne japo ilikuwa chini ya Mkongwe Novat Lufunga. Lufunga aliingia. Na mara nyingi Novat Lufunga hata kwenye michezo ya Championship mara nyingi hachezi. Yaani ni mchezaji ambaye anaingia mara chache sana kwenye mechi. Na naelewa kwa sababu muda mrefu alikuwa hana timu. Alikuwa ana train tu mtaani, lakini alichukuliwa pale kwenda. Lakini kuna kitu ambacho anaweza kana kiongeza nje hata kama hachezi, kutokana na level yake, experience, amepita sehemu tofauti tofauti, Mgambo, amepita African Sports, Simba, Lipuli. Kwa hiyo unaweza kaona ni material aina gani ya mchezaji. Lakini vijana Mingange wamecheza vizuri, lakini uwezo ukaona sasa namna gani wanaweza wakapata goli mbele ya Yanga, kwa sababu quality, kuna wakati unasema ingekuwa Pacome yuko huku kwa hii nafasi ambayo amepata Songea, unawezekana akabadilisha. Kuna nafasi moja ambayo unaona kabisa ni quality na kukataa. Yaani kwamba wakati uwezo wako umefika kikomo, kuna mwenzako anaweza kaendelea. Ndio hicho ambacho nimekiona. Lakini faida kosa ile Msheli akasevu.
Yes. Kuna ile moja ambayo kuna moja ambayo Mishael alicheza mwanzoni kabisa. Lakini baada ya pale kuna nyingine ambayo nadhani ni Sadi Mwanza alipiga pasi striker cha Mungu. Nadhani yani kitendo ambacho alipaswa amwekee mwenzake, lakini yeye akafikiria kufanyaje? Kuangalia namna gani anaweza akafunga. Lakini alikuwa sehemu ambayo sio sahihi. Sasa pale unavuta picha mchezaji kama Pacome, maana yake anafikiria zaidi timu ipate matokeo, ataweka pasi. Huo ndio utofauti mkubwa ambao nimeuona, lakini kuna namna ambavyo unaona mpira wetu unakuwa. Kwenye mechi ambavyo Songea United walivyocheza, hata Big Man walivyocheza, ndio wako championship, lakini kuna aina ya mpira wanakupa kwamba hii ni ligi ya pili kwa ushindani ndani ya taifa. Sawa. Yes. Kiwango cha Songea kwa namna ulivyokiona Hamisa, press pengine ulisi kuna kitu kinaweza katokea muda wote kwa namna wanavyocheza? Na labda nisiseme tu kilini impress, nilitegemea kwamba Songea watacheza kwa namna hili. Sikutegemea kama wataamua kuja kuwa timu ya pili uwanjani. Sasa mpira ukiwa mguuni uwe kama moto, hapana. Nijua kabisa sababu kutokana na michezo yao ambayo wamekuwa wakicheza. Unajua paka unafika katika hiyo stage, haijalishi umemtoa nani, lakini haiwi kwa bahati mbaya paka wewe kuweza kufika katika stage hiyo. Ni kwa vile tu kwa sababu unaenda kucheza dhidi ya nani. Lakini kitu ambacho nilikuwa nakipenda kwao ni kwamba kuna wakati ambapo walikuwa wakiamua kucheza mpira, unaona mpira huko miguuni, watu wanapiga pasi, wanakaa kwenye nafasi, wanapokea, wanafika kwenye goli. Sasa kinachotofautisha baina ya kwao wao na Yanga, cha kwanza ile experience ya kucheza katika mashindano hayo, sababu ujue mashindano ya knockout stage hayakuhitaji wewe ufanye vitu vingi sana uwanjani, upige sweep pasi nyingi, hapana. Inakuhitaji wewe fanya yote, lakini aim yako kubwa iwe ni kuingiza mpira katika wavu. Na hiyo ndio kitu pekee ambacho kilikuwa kinakosekana. Namna ambavyo walikuwa wanajiorganize, walipokuwa wakiamua kukaa bila mpira, walikuwa wanazuia vizuri. Maeneo ambayo yalikuwa yanawatatiza sana ni pale ambapo wanajaribu kuprogress mashambulizi kwenye eneo la katikati, alafu wanakuwa wanaupoteza mpira. Binafsi ningekuwa ni mwalimu, sawa natamani timu yangu icheze zaidi, icheze mpira, lakini ningechagua zaidi kuprogress mpira kupitia maeneo ya pembeni kuliko maeneo ya katikati, kwa sababu unapocheza dhidi ya Yanga, Yanga huwa wanachagua aina ya pressing dhidi ya mpinzani. Wakicheza na mpinzani ambaye wako naye level moja, watapress man to man. Wakicheza na mpinzani ambaye wamemzidi level, wana press zaidi katika nafasi, wanakaa zaidi kwenye nafasi, sababu wanajua pasi zitapigwa kwenye nafasi. Wakiupoka mpira, nyinyi tayari mmeshasogea. Na maana angalia aina wachezaji ambao wako nao, angalia kasi ya Pacome, njoo angalia kasi ya Jonathan Ikangalombo, njoo angalia kasi ya Maxi. Ni aina wachezaji ambao ni ngumu kukabiliana nao, lakini sofa hawakuamua kuwa wanyonge uwanjani. Pale ambapo Yanga waliamua kuonyesha quality yao, goalkeeper ali step up na kuisaidia timu kupunguza athari zaidi ambayo ingeenda katika lango lao. Kwa hiyo kwangu binafsi navutiwa sana na timu za championship msimu huu jinsi ambavyo zinacheza. Yaani zimekuwa na performance ya tofauti sana. Ndio maana huwa anasema kila mara nikizungumzia timu za championship, timu ya ligi kuu msimu huu itakayocheza playoff ina kazi sana. Kazi inayo. Katika mchezo mwingine wa michuano hiyo ya CRDB Federation Cup, timu ya Pamba iliweza kushinda ugenini Lake Tanganyika dhidi ya Shujaa wazee wa mapigo na mwendo, wakajikuta wanapigwa wao huku wanaenda kwenye uwanja wa Lake Tanganyika Kigoma na kuitupa nje ya mashindano hayo. Kumbuka kwenye mchezo raundi kama hii mwaka jana, Mashujaa waliwatoa Simba na wenyewe wakaenda robo, wakaenda kutolewa na Ihefu ambao baadaye kageuzwa kuwa Singida. Lakini msimu huu pale pale nyumbani wamepigwa na Pamba. Pamba wamegoma kuwa wateja mara baada ya kwenye ligi kupoteza pale Lake Tanganyika, kwenye kombe hili wamegoma. Mashujaa mwenendo kama wanaanza kusuasua hivi. Yani fomu yao tangu Baresi na sasa hivi yupo Mayanga Salum, mmoja makocha wakubwa wenye profile kubwa kwenye mpira wa Tanzania, lakini fomu bado. Na huwa tunapenda kuongea, tuliongea nadhani ilikuwa Ijumaa kwenye hii mechi, namna gani ambavyo mechi itakuwa, kwamba tunaelewa kwamba pale Kigoma pale Lake Tanganyika mashabiki wao hawachagui mechi kwamba kubwa ndogo wao wanakuja. Kwa hiyo namna gani ya kwenda kucheza na timu ambayo ina namba kubwa mashabiki. Lakini pia nilijaribu kuangalia au kuongelea ubora wa Pamba, namna ambavyo duru la pili limetoa picha tofauti zaidi kabisa kwenye kupata alama kwenye michezo ya ligi kuu. Kwa hiyo nilichukua ile concept ya fomu ya Pamba na mazingira ambayo yanapitia Mashujaa, alafu kuendea mchezo ambao hauhitaji vitu vingi ndani ya dakika 90. Tumbukiza mpira, zuia, ukiisha umeenda hatua inayofuata. Pamba ndio alichofanya. Lakini pia kingine ambacho
unaweza kuongelea kuna wachezaji ambao Pamba wameingia wameonyesha moja kwa moja impact kubwa ambayo imeibeba timu. Yaani inawezekana kuna mara nyingi wachezaji wasionekane sana kwenye assist kwamba ameweka, lakini pre-assist unaweza kumkuta. Unaongelea mtu kama Zabona Mayombia ambacho anakifanya upande wa kulia, akitumia mguu wake wa kushoto akikati, anavyotengeneza nafasi nyingi kwa fullbacks wakina KK wale wana overlap, wanatumbukiza mpira ndani. Unaweza kuongelea striker ambaye ametoka kwenye ligi kuu ya Kenya, Messi Tegis Momanyi, namna gani ambavyo anaweza wakawapini defenders wasiwe huru muda mwingi kutokana na nini, faida yake ya kimo, physicality, anaweza akasimama na center back wawili akatoa faida wakati wanamkaba, spaces zionekane. Lakini pia kwenye base ya midfield wana timu ambao sasa hivi wanaweza kushindana na naamini kabisa kwenye mchezo ambao Deus Kaseka alifunga goli pekee, unaweza kaangalia tu namna gani ambavyo walikuwa wanacheza. Kwa hiyo sijashangazwa na matokeo haya, na hata kwenye prediction ile Ijumaa nilisema kabisa mimi naenda na Pamba. Kwa sababu zangu ni hizo, kwamba kiangalia kikosi cha Pamba form na nikiangalia na uhalisia wanachopitia Mashujaa. Unajua kuna tabia inajengeka. Unapopata kitu kizuri, tabia inakuambia uendelee kufanya kitu kizuri. Yaani inakuwa kama deni. Lakini psychologically maana yake unakuwa vizuri, si ndio? Unapokuwa unafanya vibaya maana yake unahitaji nguvu kubwa ya kushawishiwa, kuwekewa nguvu ili ufanye vizuri. Kwa hiyo ni brain namna gani sasa inaweza kutafasiri kitu bora ndani ya kiwanja. Maana yake namna ambavyo kutimiza majukumu kwa Mashujaa sio kubwa sana, ndio maana tumeweza kuona wamepoteza huu mchezo. Sasa tukaangalia zile timu 8 ambazo zenyewe tayari zimeshaingia tayari kwenye robo finali, wanasubiri draw ambayo itachezeshwa hapa Azam TV, na itapangwa robo pamoja na nusu kwa wakati mmoja. Finali huwa haipangwi, atakoshinda nusu ndio wao wanakwenda kwenye finali. Finali inatajwa tarehe na uwanja tu. Kwa hiyo draw ijayo kwa kweli itakuwa na mambo mengi sana, kwa sababu itapangwa michezo ya robo, itapangwa michezo ya nusu, kwamba atakayeshinda hapa na hapa atakutana na mshindi hapa na pale. Lakini pia tutaambiwa finali itakuwa tarehe ngapi na uwanja gani utatumika. Tumezoea ikidunda mikoa kwa mikoa. Ni Arusha peke yake ndio imefanyika mara 2. Lakini mara nyingi imekuwa Ukiamama, imeshafanyika Lindi, Azamu akishinda, ishafanyika Rukwa kule wakishinda Simba, Kigoma akishinda Simba, Dodoma alishinda Simba, Arusha yameshinda Yanga, wameshinda Mtibwa, Tanga wameshinda Yanga, Zanzibar wameshinda Yanga. Kuna mkoa sijautaja, na Dar es Salaam pia Azamu alishinda Yanga, alishinda Lindi. Kwa Dar es Salaam 1, Lindi 1, Rukwa 1, Kigoma 1, Tanga 1, Arusha mara 2 na Zanzibar mara 1. Sasa tutatajiwa siku ya draw. Kwa draw itakuja hapa na itakuwa live. Nikutajie timu ambazo zimeshafika mpaka sasa robo finali. Ni Yanga ambao ni bingwa mtetezi akichukua kombe hilo mara 3 mfululizo, lakini kwa ujumla akichukua mara 4. Simba ambaye ameshachukua kombe hilo mara 3, mara 2 ikiwa ni mfululizo. Timu nyingine iliyoingia hapo ni Pamba Jiji, walipoteana sana hawa muda mrefu zaidi ya miaka 20 huko. Kagera Sugar wameingia na wenyewe robo. Mbeya City wameingia. JKT Tanzania ndio ilikuwa timu ya kwanza kabisa, na Singida pamoja na Stand United chama la wana. Timu 2 za championship, 6 za ligi kuu. Inaendelea kukuonyesha ni kwa namna gani hizi timu zimekuwa na performance ambayo ni nzuri sana. Najaribu hata kuangalia route yao. Mfano angalia route ya Mbeya City. Mbeya City ameitoa timu ambayo ilikuwa ni mwana finali wa mashindano haya katika msimu uliopita ambayo ni Azam FC. Na amemtoa Azam akiwa katika kiwango kizuri sana. Si labda hakumtoa kwa bahati mbaya. Mbeya City alikuwa katika kiwango bora sana. Kwa hiyo najaribu kukuonyesha, ingawa sasa hivi hapa kidogo inawezekana maji yakatengana na mafuta, lakini hata paka hapa ambapo wamefikia sio kwa bahati mbaya, kwa kitu ambacho wameweza kukitoa uwanjani. Sababu Stendi na Mbeya City ambao walikutana katika mchezo wa championship na Mbeya City akaibuka na ushindi. Kwa hiyo kwangu depending kwanza na route jinsi itakavyopangwa, sababu uzuri kipangwa route ya robo finali inapangwa na nusu finali. Najua inaweza katupa mwanga wa kuona kwamba hizi timu labda za championship zinaweza zikapita katika eneo gani. Kwa mfano inapangwa mechi labda dhidi ya labda robo finali kati ya Mbeya City dhidi ya JKT, bado nitampa nafasi Mbeya City ya kupita katika nafasi hiyo. Ama labda Stand United labda dhidi ya JKT, bado utakuwa unampa Stand United angalau nafasi ya kuweza kusogea. Ugumu utakuwa hapo kama watakutana labda na maybe Simba
Yanga ambao wao jinsi ambavyo wanaanza kucheza hii michuano mwanzo, hawafikiri kufuzu nusu finali, hawafikiri kufuzu robo finali, wanafikiria kufika finali. Kwa hiyo kuna ugumu kiasi gani kucheza dhidi ya hizo team, plus quality ambayo wanakuwa nayo, plus pia hata experience wise ya kucheza katika michezo ambayo inakuhitaji zaidi wewe kuweza kufunga magoli kuliko kushowcase ile performance kubwa sana uwanjani. Au labda na Singida Black Stars ambao kidogo nao wameonekana wakiwa na fomu nzuri, plus wachezaji ambao wamekuwa nao, lakini nikizitazama hizi timu navutiwa sana na uwekezaji ambao wamekuwa wakiufanya, sababu ukienda kuziangalia hizi timu unakuta material kabisa za kucheza ligi kuu. Kwa hiyo inakuonyesha kama kuna msuli pia wa kifedha ambao wako nao viongozi wa timu husika, ndio maana wameweza kuwaweka wachezaji katika timu zao. Kwa hiyo wacha tuone draw jinsi ambavyo itapangwa, inaweza katupa sisi mwanga wa kujua hizi timu zinaweza zikafika wapi kulingana na mpinzani watakutana nao. Lakini additional kidogo tu kwenye hizo timu 8 inakupa picha namna ambavyo ukubwa wa madaraja ya ligi. Yaani ni timu 6 za ligi kuu, 2 za championship, ligi inayofuata. Kwa hiyo maana yake pia timu nyingi zimetoka ligi kuu. Maana yake inakupa picha moja kwa moja kwenye ubora. Kwamba kwa nini ziwe nyingi, maana yake wamekutana na wapinzani ambao wameweza kuwa dominate, ndio maana wamefika hapa. Kwa hiyo ni credit kubwa kwamba inaonyesha kabisa katika zile ligi kubwa 2 kwenye taifa letu kwamba timu 6 zimetoka juu, lakini 2 ambazo zimetoka championship, ambapo moja inashika nafasi ya 2, nyingine inashika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa NBC Championship. Lakini inaonyesha pia ubora wa championship. Kama kwenye ligi kuu kuna timu 16. Lakini wenyewe wamepenya katikati wakaingia kwenye 8 bora. 8 bora. Unajua kuna timu 10 hazipo za ligi kuu hapa. Kwa hiyo kazi ndogo kubwa kabisa ikiwa ianza. Jambo kubwa sana. Bana, tutoke hapo sasa turejee kwenye ligi ambayo inarejea kwa kishindo Jumatano hii, ambapo baada ya kusimama kwa wiki zaidi ya 2 kupisha ratiba ya FIFA na michezo ya kombe la shirikisho ya CRDB, ligi kuu ya NBC inarejea kwa kishindo kesho kutwa Jumatano kwa michezo 4. Mechi hizo za mzunguko wa 24 zitachezwa Jumatano na Alhamis, kabla ya mzunguko wa 25 zitachezwa kuanzia siku ya Jumamosi. Michezo ya mzunguko wa 24 siku ya Jumatano, Pamba Jiji wanakuwa wanacheza na timu ya Namungo saa 8 mchana. Mechi itakuwa live kupitia Azam Sports 1. Fountain Gate watacheza na Singida Black Star kama ndugu fulani hivi. Watacheza pale Babati saa 10:15 kupitia Azam Sports 2. KMC watacheza na Tanzania Prisons siku hiyo saa 10:15 pia kupitia Azam Sport 3, na Tabora United watacheza na Yanga saa 10:15 kupitia Azam Sports 1. Hii wewe unacheza na remote tu unahamisha 1 2 3 1 2 unacheza hapo Nini kwa ratiba hii, kwa namna ambavyo unaangalia unaona inaenda kubadilisha msimamo wa ligi kwa kiasi gani? Maana hizi mechi lazima msimamo lazima kutakuwa kuna panga pangua pale. Tena uzuri ni kwamba zinakutana timu ambazo zipo katika nafasi za katikati, nafasi za chini. Kwa mfano hiyo mechi ya KMC dhidi ya Tanzania Prison, hiyo mechi inaenda kuamua nani ambaye anashuka chini, sababu nafasi ambayo ipo Prison kama ligi ikiisha sasa hivi anashuka moja kwa moja. Kwa hiyo inaenda kuamua timu yake anakusanya alama kidogo na kusogea juu au kumshusha zaidi KMC kwenye nafasi za playoff, sababu naye pia hajakuwa na matokeo ambayo ni mazuri. Mchezo wa Yanga dhidi ya Tabora United, huo ni mchezo ambao unaamua ni nani ambaye anakuwa katika nafasi. Una kisasi mchezo. Yes, huo mchezo. Binafsi kwangu siwezi nikakiita kisasi. Kwa sababu nikijaribu kuangalia level ya Tabora na Yanga, sioni kisasi hapo. Kisasi kitabakia kwa ila kwangu binafsi ninapotazama mchezo na timu ambazo zinakwenda kukutana, kisasi inawezekana kinabaki tu kwenye matokeo ambayo yalipatikana, lakini kwa ujumla kwa timu zote mbili ukioni kisasi. Na huo mchezo inawezekana itadepend tu na jinsi ambavyo hizo timu zitakuja, lakini inawezekana inawezekana mchezo ukaisha na bado nitampa nafasi Yanga ya kushinda, lakini inawezekana asishinde tu chini ya goli moja. Sababu nikijaribu kuiangalia Tabora ambayo ilikutana na Yanga, fomu ambayo walikuwa nayo na fomu ambayo wanao Tabora hii sasa hivi, na fomu ambayo Yanga walikuwa nayo wakati wanafungwa na Tabora, na fomu ambayo Yanga wanayo sasa hivi, vitu viwili tofauti. Sawa, hizi mechi bado zipo na tutazijadili sana hapa. Twende kule Tabora kwanza, ambapo mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha ameahidi kuizawadia shilingi milioni 60
timu ya Tabora United endapo itafanikiwa kuifunga timu ya Yanga katika mchezo wa ligi kuu ya NBC unatarajiwa kupigwa kesho kutwa Jumatano. Chacha ametoa ahadi hiyo wakati akizungumza na wachezaji wa Tabora United alipotembelea kwenye kambi yao mjini Tabora ikiwa kwenye maandalizi ya mchezo huo. Hii ni taarifa kamili. Mimi nimekuja kwa lengo moja tu. Inawezekana yapo matatizo ya hapa na pale, lakini nilichokuja mimi ni kuwatia morali, ni kuwapa moyo. Nyingi huwa nasema kwamba hichi wewe ndicho kibarua chako, na mtu asikuchezee kwenye kazi yako. Sasa hivi Tabora United, nyinyi wenyewe mnajua, tulitoa wachezaji 2 3 kwenda kwenye timu ya taifa wakina Chikola. Lakini mngekuwa mnakuwa 10 wangapi, hakuna mtu anayeweza kuwaza kuhusu nyinyi. Lakini sasa hivi kila mmoja anawaza kuhusu nyinyi. Kazeni. Inawezekana yanayokuja ni mazuri zaidi. Wapo wanaodanganya, najua wengine wanatisha message, achaneni nazo. Na hata mtu akikupa hela wala hata usiwe na mashaka, wewe chukua alafu fanya kazi yako. Lakini nimekuja kuambieni, mimi nakuja kuwapa ahadi ya kesho kutwa. Siku ile niliwaambia mkifunga Simba nitawapa milioni 50. Sivyo nilivyosema? Lakini haikuwa riziki. Sasa ile milioni 50 sijawahi kuitumia, mimi niliacha makusudi. Niliacha makusudi kwa sababu nilikuwa najua Yanga watakuja na kihelehele. Na wameanza kuingia tangu jana. Kwa ile milioni 50 ipo, na nitaongezea katika ile, nitaongezea milioni 10. Kwa na mimi nitakuja kuangalia mpira tarehe 2 nikiwa na milioni 60 mezani kwa ajili yenu nyinyi. Nitaitoa kwenu. Kwa vyovyote itakavyokuwa, nyinyi kapambaneni. Hayo mengine achaneni nayo, ya kwangu huwa ni hayo. Na sinaga maneno mengi. Nimekuja, afya yangu kikweli ilikuwa sijajua kama ni Yanga au ni akina nani, lakini wameshindwa. Nimeimarika vizuri. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa hiyo hilo ndilo nilokuja. Viongozi mimi niwashukuru, nikasema ngoja nije niwaambie vijana wangu. Mimi kiukweli mnanifurahisha sana. Na kufurahia sana bwana Captain. Unafanya kazi nzuri, Chikola unafanya kazi nzuri. Majority wote mnafanya kazi nzuri sana. Kila mmoja kwa nafasi yake. Nyinyi nikachezeni mpira. Na kila mmoja kesho, taifa zima linaangalia nyinyi kesho kwetu. Na hapo ndio wakati wako na wewe wa kujidai. Mimi kitokea nikapata forum nchi nzima inanitazama na kuwa mnene na udogo wangu. Kazi yangu naitendea haki. Sasa na wewe katende haki. Kaitendea haki. Haya mengine haya mtaani nyewe yasiwababaishe. Tutapambana nayo sisi. Na mimi nipo hapa na afya njema kabisa. Nitapambana nayo kweli kweli. Na kuanzia usiku wa leo mpaka tarehe 2, nyinyi mtaona kitakachotokea. Yeyote atakayewasogelea na kuwachezea atakiona cha moto. Nyinyi jiandaeni physically. Niwaambie kwa fanyeni mazoezi, kuleni vizuri, laleni basi. Mengine hayo tuachieni. Usipambane na mtu. Tunaelewana? Messages zinakuja nyingi kwenu, achana nazo. Akikurushia hela wewe mtu wewe chukua. Sawa? Lakini tuonge mkono vijana wetu wa Tabora United, ni vijana wetu na ni timu yetu ya nyumbani. Tunaelea sisi wenyewe. Lakini waombe pia na mashabiki wengine kutoka viunga vyote vya mkoa wa Tabora na wilaya zote wajitokeze, wajaze uwanja wa Ali Hassan Mwinyi kuunga vijana wetu mkono. Tuwashangilie kwa nguvu zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na mimi nimesema, yani nyinyi chezeni. Chezeni kufa na kupona. Nchi yote, wapenzi wote, mkoa wote unawatazama nyinyi kesho kutwa. Yanga sio kitu. Kama mliweza kuipiga 3-0, kwa nini muogope? Au kwa nini watu watishe? Na kuna mtu mmoja nimeona clip moja hivi anawatisha. Nafikiri alikuwa anatisha mmoja kati ya kamati ya ufundi. Mwambieni yule mzee asiogope. Mimi nimerudi hapa nipo na nguvu tena. Hakuna mtu akumfanya chochote. Anamwambia tatamkamata hata akiwa Tabora. Aje. Na bahati mbaya sijamfahamu ni nani.
Kwa hiyo msiwe na mashaka. Yule mzee kama ana kazi yake kwenye kamati ya ufundi aendelee. Tena mchana kweupe, asiogope mtu. Na nyinyi wachezaji hata msihofu, msiogope mtu. Wananchi wa mkoa wa Tabora ni waombe, karibuni. Ingieni uwanjani mshangilie timu yetu. Tuwaunge mkono vijana wetu. Vijana wana ari, vijana wadogo kabisa. Na kila siku nawaambia hii ndio ajira yenu. Itendeni haki. Na baada ya hapa nyinyi mtaona matokeo mazuri kwenda mbele. Tunaelewana ndugu zangu? Na wapenzi wengine, vilabu vingine, Simba, Mtibwa, kina nani, tunaomba tuunge mkono, waishangilie timu yetu. Nataka kesho kutwa hiyo tuwaadabishe. Nimemwona msemaji, mimi si msemaji, ameongea maneno ya karaha. Sio tatizo, lakini tutamuonyesha atarudi nyumbani akiwa ameinamisha kichwa. Na nafikiri amefunga yule kijana. Namuonea huruma, atatoka hapa akiwa na hali mbaya. Na washukuruni sana wachezaji. Paul Chacha, mkuu wa mkoa wa Tabora, na ahadi zake hizo. Na kila laheri kwao bwana. 60 sio haba, pambane kidogo mifuko itune, kwa sababu ndio unamalizia sikukuu. Tutoke hapo tuenzetu, bado tubaki hapo Tabora. Tubaki Tabora bwana. Tabora United imemtangaza kocha Genesis Mang'ombe kuwa mkufunzi mpya wa timu hiyo, akichukua mikoba ya Anset Kiazaidi. Tabora imethibitisha kocha huyo raia wa Zimbabwe kuchukua mikoba ya Kiazaidi baada ya uvumi wa muda mrefu kuwa kocha huyo Mkongomani ameonyeshwa mlango wa kutokea. Mang'ombe amewahi kufundisha timu ya Dynamos ya Harare na Yada zote za nchini Zimbabwe. Amewahi pia kuwa kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Zimbabwe kati ya Septemba 23 hadi Juni 24. Bana, kocha mpya huyo kila laheri kwake huyo. Na lakini tukiwa tumebaki hapo Tabora, tunaangalia takwimu za Anset akiwa na Tabora mpaka anaondoka kwenye klabu hiyo. Ni kwamba mcheza michezo 15, ameshinda 8, amesare 5, akapoteza 2. Timu yake ikifunga magoli 20 na kufungwa magoli 14, akitoka na clean sheet 5. Kwangu mimi hizi si rekodi za kumfukuza kocha. Yeye mwenyewe tu amekusanya alama 29. Kwangu mimi hizi si za kumfukuza kocha. Kwangu mimi kocha wa timu yangu kwa daraja la Tabora. Labda mambo mengine nje uwanja. Huwa inatokea na inawezekana ikawa ndo kocha wa pili msimu huu anaondoka kwenye timu wakati matokeo ya timu ni mazuri. Baada ya Sid Ramovic ambaye kesi yake ilikuwa inafahamika, sasa inakuja ya Tabora hii ambayo haijawekwa wazi sababu ya mwalimu kuweza kuondoka ni nini, na alibadilisha sana Tabora. Tabora ilikuwa ni timu tishio sana. Tabora ilikuwa hata kicheza na hizi timu ambazo za madaraja ya kati, unaweza kupata goli moja kama mchezo dhidi ya Namungo, baadaye wakaja kufanya comeback wakashinda. Yani ilikuwa ni timu ambayo tayari imeshajaribu kuonyesha ule ukubwa wake hasa inapocheza na hizi timu za madaraja ya kati. Sasa hivi daraja lake sasa hivi anakuja mwalimu mwingine, najaribu kufikiri itamchukua muda gani kwanza kuweza kuadapt na soka la Tanzania cha kwanza. Anaibadilisha vipi Tabora, sababu sitaki kuamini kwamba kwa mchezo wa kwanza anaweza akaja uwanjani akasema mimi nataka kubadilisha mbinu kabisa, mtacheza hivi. Atachanganya wachezaji, sababu jaribu kuangalia hata wewe mwenyewe kwenye kile kikosi cha Tabora ni wachezaji wangapi ambao labda ni wale elites kabisa ambao utasema unabadilisha kitu uwanja wa mazoezi alafu atakikecha up kwa muda mfupi kwa kiasi hicho. Yama itamhitaji yeye achukue muda kuendelea kuadapt taratibu. Kwa hiyo footages za mwalimu aliyepita zipo, video analyst wa timu yupo, atamsaidia kwamba timu inacheza vipi kwanza kwa hiki kipindi. Tuondokane kwanza na hii ratiba ambayo tuko nayo, alafu baadaye utakuja kutuonyesha wewe ni mwalimu wa namna gani. Sawa. Bana, championship kwanza tupige kidogo maneno hapa. Ni kwamba Mbeya City imeendelea kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kurejea kwenye ligi kuu ya NBC baada ya jana Jumapili kuichapa Stand United chama lawana magoli 2-0 kwenye uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Ushindi huo umeimarisha Mbeya City katika nafasi ya pili akiwa na alama 55, 3 zaidi ya Stand United iliyopo nafasi ya 3. Mtibwa Sugar yenyewe bado iko kileleni kwa alama zao 60. Lakini baada ya mchezo huo sasa msimamo umebadilika kidogo, watu wameanza kuachiana nafasi. Kionekana hapo sasa walikuwa wametai 52, sasa mwanzake ana 55. Kwa kuna alama 5, kuna alama 3, alafu kuna alama 1 Geita. Geita wana kazi ya kufanya. Wameanza kurudi, waliterereka kidogo, wameanza kurejea tena. Bado nafasi ipo kwa sababu bado michezo mitano ni pointi 15.
15 hata Mbeya Kwanza wanaweza wakafika alama 60. Yeah, kimahesabu kimahesabu Mbeya Kwanza pia wanafika alama 60 ambazo ndo anazo Mtibwa kwa sasa. Japo wategemea Mtibwa kupoteza michezo mitano. Kuna ugumu aina yake. Japo kwenye mpira bana lote linatokea. Na Geita hapo kwenye hiyo michezo mitano ana mchezo pale nafikiri Nyamagana na Mbeya City. Kwa hiyo unaweza kupata picha kwenye hiyo top 4 mambo yanavyoweza kuwa. Inabidi awe na matumaini zaidi ya kusogea juu, maana yake inabidi apate matokeo zidi ya Mbeya City. Kwenye huu msimamo Mbeya City ukimwekea alama 15 anakuwa na alama ngapi? Sasa hivi ana 55, 15, 70. Yes. Kwa hiyo Mtibwa atakuwa ashinde mechi 4 tu. Ya katika mechi 5. Sasa Mbeya City tumtoe kwa sababu anaweza kapanda naye. Kwa hiyo tuanzie kwa Stendi. Stendi ukimweka 15 mwisho 67 67. Kwa hiyo Mtibwa akishinda mechi 3 69 kapanda. Kwa hiyo 3 kwa Mtibwa amepanda. 3 kwa Mtibwa anapanda. Mtibwa hapo. Anabaki na mechi 2 mkononi. Na moto ambao yuko nao Mtibwa asilimia ni kubwa sana za kuweza kurudi. Nilikuwa kabla ya mchezo kati ya Mbeya City na Stendi, nilikuwa naiona sana vita kati ya Mbeya City na Stendi. Sasa hivi naiona sana, nitaitegemea kuiona kati ya Stendi na Geita. Kutokana na gepu la alama ambalo wako na wana mechi. Stendi na Geita wana mechi. Na umeona sasa hiyo shida nyingine inayokuja hapo. Kwa hiyo yani kuna meno hapo, yani namna gani unaweza kuuma meno. Lakini mpaka hapo walipofika unaweza kaangalia timu ambazo unaona kabisa zina sifa za kupanda. Ukiangalia Mtibwa na Mbeya City, angalia magoli yote waliofunga. Unajua wametaya. Wote wana 50-50. Bahati kwamba huyu ameruhusu magoli mengi zaidi. Mbeya City ameruhusu magoli 21. Lakini nakupa taswira kwamba ni timu ambazo zina sifa. Yaani imeshaonyesha ile tabia za kucheza mechi kikubwa. Na pia material ya wachezaji ambao wanatokana kwenye hizo timu mbili za kwanza. Ni wachezaji wengi ambao wameshacheza Premier League. Ukienda pale Mbeya City, Peter Samson Mwalianze yupo. David Mwasa yupo. Unamwangalia Eliudi Ambokile, Adili Buha, Jonathan Moibindi, yani wachezaji ambao wamecheza muda mrefu, jumlisha na wake na Faraji Kilaza Mazoea ambao wametoka timu kama walitoka Cosmopolitan, ameenda pale lakini anaingiza kitu kipya. Kuna Mudasiri Saidi striker yule yupo hapo, japokuwa hapati nafasi mara nyingi, lakini unaweza kuangalia namna gani wana utajiri wa wachezaji ambao ni experienced. Sawa. Ni kuhusiana na championship ambayo imezidi kunoga kule bana, mambo mazuri sana. Mimi ni Pascal Kabome, tuko kwenye mapumziko mafupi alafu tutarejea hapa.